Tarehe 29 Juni 2003 huko Stuart Bridge, Uingereza, iliwaka nyota ya nuru katika ulimwengu wa soka na ilikuwa ni kusubiri wakati tu kutumikia nyota hiyo. Nyota hiyo iliyoshuka na kipawa kikubwa cha kukimbiza mita 100 za nyasi za kijani zilizoidhinisha kulisakata kabumbu, ndipo alipozaliwa kijana mdogo mwenye kipawa kikubwa cha mchezo huo wa soka. Jude Bellingham alikulia katika familia ya wanamichezo ambapo baba yake Mark Bellingham alikuwa mchezaji wa soka wa amateur na pia alifundisha michezo. Alikuwa na ndugu wawili na mmoja wao alikuwa ni mchezaji wa soka kipindi hicho. Hii ilimsaidia Jude Bellingham kupata msingi mzuri wa michezo na kujua umuhimu wa nidhamu na kujitolea tangu akiwa mdogo. Bellingham alianza kucheza soka akiwa na umri mdogo sana. Alijiunga na timu ya vijana ya Stuart Bridge, timu ya eneo lake, akiwa na umri wa miaka 6 tu. Hapo ndipo alionyesha mapema uwezo wake wa kipekee, na hakuwa tu na ustadi wa kucheza mpira wa miguu, bali alionyesha akili ya kipekee uwanjani, akielewa mbinu na mikakati mapema kuliko watoto wengine wa umri wake. Katika kipindi cha miaka michache uwezo wake ulizidi kuwa mkubwa na haraka alihamia kwenye timu ya vijana ya Stuart Bridge na kujiunga na akademi ya Billingham City, moja ya vilabu vikubwa Uingereza. Katika akademi hiyo Bellingham alijizolea umaarufu mkubwa kutokana na kiwango chake cha juu, akionyesha kuwa kipaji chake ndicho kinaweza kuwaongoza vijana wengine akiwa ndani ya uwanja. Bellingham alijiunga na timu ya wakubwa ya Billingham City akiwa na umri wa miaka 16 na alifanya mazoezi na timu hiyo ya kwanza na kuonyesha kuwa mchezaji aliyekuwa tayari katika ligi kuu ya Uingereza. Alifanya debut yake ya kwanza katika timu ya Championship, ligi ya pili Uingereza, mwezi Agosti 2019 akiwa na umri wa miaka 16. Alikuwa mchezaji mdogo kabisa kuchezea Billingham City katika historia ya klabu hiyo, na katika msimu wake wa kwanza alifunga magoli 2 na kutoa pasi za msaada kadhaa. Alikuwa kama kiungo mshambuliaji na alikuwa na uwezo wa kuendeleza mashambulizi na kupiga pasi za hatari na pia kufunga magoli mazuri yenye viwango, na kwa kiwango chake kilimfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora wa Billingham City msimu huo licha ya umri wake mdogo. Baada ya msimu mzuri kwenye Championship, Bellingham alijizolea umaarufu mkubwa akiwa kivutio kwa vilabu vikubwa katika sehemu mbalimbali duniani. Mnamo Julai 2020 alikamilisha uhamisho wake mkubwa kutoka Billingham City kwenda Borussia Dortmund ya Ujerumani kwa ada ya uhamisho iliyokadiriwa kuwa pound milioni 25, jambo ambalo lilimfanya kuwa mchezaji wa pili kwa gharama kubwa zaidi kutua Dortmund baada ya Jadon Sancho. Dortmund iliona uwezo wa Bellingham kama mchezaji mwenye kipaji cha pekee na wangeweza kumtumia katika sehemu ya mradi wa muda mrefu wa timu hiyo. Aliingia katika timu ya Dortmund na kuonyesha kuwa ana uwezo wa kucheza kwa ufanisi ndani ya Bundes, moja ya ligi bora zaidi duniani, na alichukua jukumu la kucheza kiungo, akionyesha ufanisi mkubwa katika uchoraji wa mashambulizi yake na kuwa na mchango mkubwa na muhimu katika ushindi wa mechi muhimu. Mafanikio ya Bellingham hayakukoma kwenye klabu tu. Aliitwa katika timu ya taifa ya Uingereza mara ya kwanza 2020 akiwa na umri wa miaka 17 na kufunga goli la kwanza kwa timu ya taifa wakati wa mechi ya kirafiki dhidi ya Ireland mwaka 2020. Hii ilikuwa ni hatua kubwa zaidi kwa mchezaji mchanga na alijizolea umaarufu mkubwa kama moja ya wachezaji vijana wanaoangaliwa zaidi karibu na mashabiki wa soka duniani. Alikuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa Uingereza kilichoshiriki kombe la dunia la 2022 ambapo alionyesha kiwango cha hali ya juu akiwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi. Mnamo Juni 2023 Bellingham alikamilisha uhamisho wake mkubwa kutoka Borussia Dortmund kwenda Real Madrid, klabu kubwa zaidi duniani, kwa ada iliyokadiriwa kufikia euro milioni 103 na kumfanya kuwa mchezaji wa 3 kwa gharama kubwa zaidi kutua kwenye klabu ya Real Madrid. Real Madrid wamekuwa na matumaini makubwa kwa mchezaji huyo mwenye kipaji cha pekee na walionyesha sehemu ya kuwa mradi wao wa muda mrefu, hasa katika kipindi cha uzee wa wachezaji kama Luka Modric na Toni Kroos. Katika msimu wake wa kwanza Bellingham alikazia macho ya mashabiki wengi na wapenzi wa soka duniani kwa kiwango chake cha juu, akifunga magoli mengi na kutoa mchango mkubwa kwa timu katika michuano ya La Liga na ligi ya mabingwa barani Ulaya. Bellingham alitokeza kuwa mmoja kati ya viungo bora zaidi duniani, akionyesha uwezo wake mkubwa wa kuendesha mechi na kuonyesha ufanisi mkubwa mbele ya goli. Pia Jude anaonekana kuwa na mustakabali mzuri zaidi mbele yake. Umri wake mdogo pamoja na kiwango chake kikubwa alichokionyesha hadi sasa kumfanya kuwa mmoja kati ya wachezaji vijana walioshikilia hatima ya soka duniani. Na kwa kuzingatia mafanikio yake katika klabu na timu yake ya taifa, anaweza kuwa na nafasi ya kushinda tuzo mbalimbali kubwa za kibinafsi na pia kuwa sehemu ya timu zinazoshinda mataji makubwa kama vile La Liga na ligi ya mabingwa UEFA Champions League.
Bellingham anaweza kuwa na nafasi kubwa ya kuongoza timu ya taifa ya Uingereza au kuwa mchezaji wa muhimu katika timu yake ya Real Madrid katika michuano ya kimataifa. Mimi ni Hamisi Suleiman wa FGA TV.